Barabara ya mkoa ambao kwa urefu wake ni kilomita 433 inayoanzia Sitalike, Kibaoni, Majimoto, Kasansa, Muze, Ilemba, Kiliamatundu hadi Kamsamba. Na barabara hii ni barabara muhimu sana ambayo inaunganisha mikoa mitatu ya Rukwa ambayo ya Katavi kwanza kuanzia Sitalike, Kibaoni, Kasansa kwa kilomita 130, lakini kwa mkoa wa Rukwa kuanzia Kasansa, Muze, Ilemba, Kiliamatundu kwa kilomita 172.6 na Songwe kwa kutoka hapa Mloo kwenda Kasanga. Mheshimiwa mgeni rasmi, katika mkoa wa Songwe barabara hii inaanzia hapa Mloo ambapo ni karibu kabisa na barabara kuu ya Tanzania Zambia, yaani Tanzam, na inapita katika kata kadhaa kuanzia kata ya Mloo, Itaka, Alungu, Igamba, Utabalila, Nambizo, Mtunga ambazo ni kata muhimu sana kwa uzalishaji wa mazao ya chakula na biashara kama mahindi, mpunga, alizeti, maharage, ufuta na kahawa. Ukipita sehemu zote hizo huko nilikuwa nikiangalia, kuna makala kuanzia hapa Mloo mpaka unafika Kamsamba. Kwa hiyo inaonyesha biashara ya ukulima na mazao ni biashara kubwa sana, na hivyo umuhimu wa barabara hii kujengwa kwa kiwango cha lami kwa ajili ya kuendeleza maendeleo ya uchumi na ya kijamii katika mkoa huu ni ya muhimu sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, miaka michache huko nyuma barabara hii ilikuwa inapitika kwa shida sana, na hasa wakati mwingine mvua inanyesha, makalvati yalikuwa hayapo na ilikuwa inawachukua wananchi takriban masaa 6 hadi 8 kutoka hapa Mloo kwenda Kamsamba. Na Mheshimiwa mgeni rasmi, serikali kupitia wakala wa barabara na viongozi wa mkoa wa Songwe imekuwa ikijitahidi sana kutafuta fedha na kuifanyia matengenezo ya kawaida barabara hii ya kilomita 130, matengenezo ya muda, matengenezo ya dharura, ili kuifanya barabara hii angalau iweze kupitika na kupunguza urefu wa safari wa masaa 8 hadi sasa yamekuwa masaa 2.5 hadi 3, ingawaje bado iko kwenye kiwango cha changarawe. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa kuwa serikali ya Dr. Samia Suluhu Hassan inatambua umuhimu wa barabara hii kiuchumi na kijamii, tayari imekamilisha upembuzi yakinifu kwa kina kwa ajili ya ujenzi wa kiwango cha lami kuanzia hapa Mloo hadi Kamsamba kwa kilomita zote 130, na hivi leo tutasaini sehemu ya ujenzi wa kutoka hapa Mloo kuelekea Kamsamba. Tutasaini mikataba na mkandarasi. Mheshimiwa mgeni rasmi, katika maandalizi ya ujenzi wa kiwango cha lami cha barabara hii, ujenzi wa madaraja makubwa pamoja na mabox culvert yamekuwa yakijengwa na yameweza kujengwa na kukamilika ili kwanza kuhakikisha kwamba barabara inakuwa passable, yaani inapitika, na kuwezesha wananchi wasipate adha ya kusimama au kutokuweza kupita wakati wa majira ya mvua, na hivyo kuleta adha kwa wananchi. Serikali tayari imekamilisha ujenzi wa madaraja ya bomba yenye urefu wa mita 84 na barabara ya maingilio yenye urefu wa kilomita 1.2 katika vijiji vya Kiliamatundu na Kamsamba kwa gharama ya shilingi bilioni 17, ambalo wananchi wanalitumia na kuondokana na ile adha niliyosema waliokuwa wanaipata ya kutumia daraja la kamba maarufu kwa watu wa maeneo yale wanaita kitekuteke. Mheshimiwa mgeni rasmi, pia ujenzi wa box culvert katika kijiji cha Mtungwa umekamilika, na ujenzi wa box culvert katika kijiji cha Nambizo nao ambao inajengwa na mkandarasi mwanamama anaitwa kampuni ya AB Msengi Women Construction Company Limited unaendelea na umefikia 55% kwa gharama ya shilingi milioni 685. Aidha, ujenzi wa daraja la Mpapa Mkonko lenye urefu wa mita 60
kupitia fedha za dharura zilizotolewa na Benki ya Dunia, kuna mpango unaitwa SEC wakati wa adha ile ya mafuriko ambayo ilikuwa nchi nzima, mvua zisizo za kawaida katika msimu wa 23-24 na baadaye hata mwaka 24-25 tumeweza kupata madaraja matatu katika mkoa huu wa Songwe, na daraja la Mpapa sasa hivi liko kwenye ujenzi na limefikia katika hatua ya juu kwa gharama ya shilingi bilioni 7.3 na limefikia pale leo tunaona kazi inaendelea ya kuhakikisha kwamba linakamilika kwa wakati. Mheshimiwa mgeni rasmi, hata hivyo Wizara ya Ujenzi kupitia wakala wa barabara ya mkoa wa Songwe imetenga jumla ya kilomita 50 kwanza za kuanzia ambazo tutaendelea kuzifanya kwa barabara hii katika miaka hii mwaka huu wa fedha na mwaka ujao, ili kuweza kwenda kwa awamu kutekeleza mradi huu. Na mkandarasi Classic Limited kutoka Dar es Salaam atafanya kazi hiyo ya kujenga barabara hii kwa kipande hiki, lakini kwa kipande kile kingine ambacho tumesaini kwa Mheshimiwa Condesta Sicharwe kule Kamsapa. Mheshimiwa mgeni rasmi, serikali itaendelea kutafuta fedha kujenga barabara ambazo za muhimu kama hizi, kwa sababu kuna shughuli nyingi za kiuchumi, na serikali hii inaongozwa ya awamu ya 6 Dr. Samia Suluhu Hassan imejizatiti katika kuhakikisha kwamba tunaendelea kusimamia miradi yote hii ifanyike kwa viwango na kwa kuwatumia wakandarasi wa ndani, na kama mtakavyoona hapo punde tutasaini mkataba huu na mkandarasi wetu wa hapa nchini, na sio vile tulivyozoea kuona wakandarasi wa China kufanya miradi mikubwa ya lami kama hii.